Juliet Samson Kakuru, wengi wanamjua kama Kemi, ni jina lenye heshima kubwa katika ulimwengu wa sanaa, lakini kabla ya kuelekea jukwani alikuwa muuguzi wa afya. Huyu ni mwanamke mwenye asili ya Kizanaki kutoka Serengeti mkoani Mara. Alizaliwa tarehe 17 Julai 1975 jijini Dar es Salaam na akakulia katika wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Yeye ni mtoto wa 6 wa mzee Samson Wayega na bibi Ruthi Kakuru. Alihitimu elimu ya msingi mwaka 1990 katika shule ya msingi Bugene inayopatikana wilayani Karagwe. Mnamo mwaka 1994 alikamilisha elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Jitegemee na baadaye mwaka 1996 alihitimu mafunzo ya uuguzi, taaluma ambayo hakuwahi kabisa kuifanyia kazi. Ingawa mama yake alimtarajia afanye kazi ya uuguzi ili apate kipato, Juliet mwenyewe hakuamini katika ndoto hiyo. Aliona maisha yake ya baadaye yapo kwenye sanaa, na miongoni mwa watu waliomvutia katika sanaa ya maigizo ni pamoja na Bi Chau, marehemu King Majuto, pamoja na mzee Small wa Ngamba. Mwaka 1999 alijiunga na kikundi cha Kaole Sanaa Group ili kufuata ndoto zake. Alipopokewa tu akapewa majukumu mbalimbali ikiwamo mwandishi wa miswada, muigizaji na mwalimu wa maigizo, na hasa kwenye kipengele cha hisia. Akiwa hapo Kaole aliwafundisha wasanii wenzake mbinu za kukamata hadhira, kuelezea maumivu na kuchora hisia katika uso na moyo. Sauti yake ilifundisha kwa upendo, macho yake yaliona vipaji na moyo wake ulisaidia kuvikuza. Yeye alikuwa taa na njia kwa wengine. Licha ya sifa hizi zote, Kemi alikuwa pia ni mwalimu wa mazoezi na nidhamu, lakini pia msaidizi wa mkuu wa nidhamu, marehemu mzee Kipara. Hapo hapo Kaole, Juliet alijitengenezea jina kwa ubunifu na umahiri katika kuandaa michezo ya kuigiza iliyotikisa nchi. Baadhi ya michezo hiyo ni pamoja na ule ulioitwa Hujafa Hujaumbika, Tetemo, Radi, Maisha, Taswira na Zizimo. Alikuwa mwandishi mkuu wa michezo mingi ya Kaole hadi alipoamua kuondoka mwaka 2005 na kuwa mzalishaji huru wa filamu. Akiwa Kaole, Juliet alihusika moja kwa moja katika kulea vipaji vya wasanii ambao walikuja kuwa na majina makubwa katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Baadhi yao ni pamoja na marehemu Steven Kanumba, Blandina Chagula maarufu kama Johari, Zawadi, Bahati, Bi Mwenda, marehemu Farida Sabu au Mama Sonia, Mama Nyamayao, Nora, Nina, Elizabeth Michael ama Lulu, Idi Ligongo aliyejulikana kama Biko, Swebe Santana na Gevas Kasiga au Chuma, ambaye kwa sasa naibu katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Juliet anatajwa kuwa mwanamke wa kwanza nchini Tanzania kuandika, kuongoza na kuzalisha filamu zake mwenyewe. Baada ya marehemu Tyson Otieno kutoa filamu ya Girlfriend, filamu iliyofuata ilikuwa ni Mateka wa Moyo iliyozalishwa na Juliet. Baada ya hapo alizalisha filamu nyingine nyingi zikiwamo My Daughter, Nguvu ya Imani na Best Couple ambayo bado hajaziingiza sokoni. Baada ya kupumzika kwa muda mrefu kutoka kwenye tasnia ya filamu, hatimaye mwaka 2025 Juliet alirejea tena kwa kishindo kupitia mchezo wa Tufani. Mchezo ambao umetajwa kuwa miongoni mwa michezo bora zaidi ya maigizo nchini, na hii ni kutokana na uchezaji wake wa kihisia ulioacha alama kubwa kwa watazamaji. Ningejua wewe ndio huyu, ningekuminya. Nilikuwa na uwezo kukuminya wewe. Acha nirani mbele yako. Acha nirani mbele ya macho yako na watu wakiona na irani hiyo siku. Lengo lake kuu ni kuwa mzalishaji mashuhuri wa filamu zinazogusa maisha ya watu wa kawaida ambao mara nyingi hupuuzwa katika kazi za filamu. Juliet ni mama wa watoto wawili, mfanya biashara, lakini pia ni mkulima wa nafaka. Yeye ni alama ya msingi wa tasnia ya filamu, kioo cha mabadiliko
na sura ya uzalendo katika sanaa za Kitanzania. Na kwa sababu hii, Juliet Samson Kakuru ama Kemi atakumbukwa milele katika mioyo ya Watanzania kama alama ya maendeleo, ya mapinduzi ya sanaa na ya moyo wa kusaidia pasipo kutarajia malipo.